Ndugu zangu, siku hizi kila nikienda kwenye nafasi ya ziara parokiani na kutoa kipaimara, na wauliza watoto, atakayekupa kipaimara atakupa kwa maneno gani? Wanajibu, pokea muhuri wa paji la Roho Mtakatifu. Utajibu, wanasema amina. Mafuta gani utapakwa kwenye paji la uso? Watoto wanajibu, Krisma takatifu. Watoto wanajibu hivi. Wapi utapakwa? Kwenye paji la uso. Watoto hao. Na wauliza nyinyi leo, yale mafuta mnaita upako yanaitwa nini? Mnapakwa wapi? Mnapakana wapi? Mnacheka, si madogo. Kwa maneno gani? Kule sema, pokea muhuri wa paji la Roho Mtakatifu. Amina. Amani iwe nawe na iwe rohoni mwako. Na hivi mtoto ukisema pokea muhuri wa paji la Roho Mtakatifu, akisema amina, atashangaa kuona mafuta unampaka mgongoni au kichwani. Na ndivyo tunavyoshangaa nyinyi mnakopakana huko. Kukoje? Nakwambia sijui kama mnapakwa, mnapakana, unajipaka. Itakuwa juu yenu. Na mkifa huko, mumeenda wakati fulani, mahala fulani, mahala ambapo jimbo ni Katoliki tu, kila hewa, hata hewa. Tandaza nailoni hapo, mwaga mafuta. Wa kwanza kule ndio atakaye kuwa amepata anachotaka. Wajawazito karibu wateke, wasiokuwa wajawazito wamefia pale. Halafu nataka kuzikwa na kanisa. Tafuteni mahala katika kanisa sheria inayokataa sizikwe hapo. Manaka kawekwe mahala pake. Hivi tunahangaika na nini? Sasa hivi pana kiwanda kimoja kilikuwa kwa ajili kama bucha hivi, kiwanda toka wakati wa Mwingereza, Tanganyika Packers. Ndio wale walipaki hata nyama kwenye makopo. Siku hizi pana nini pale? Unawakuta watu pale wanashindwa kurudi nyumbani kwa sababu hawana tena nauli za kurudi walikotoka. Ndugu zangu, hivyo ni wazi kuwa mavuno yetu yanaliwa na wanyamapori. Wanyamapori hawa na mavuno mengi yanapotelea shambani kwa kukosa huduma ya kipadre katika maeneo yetu. Ni kukosa wahudumu hawa wa kipadre. Naomba ndugu zangu wapendwa na mababa askofu, nadhani tutumie zaidi pia bodi zetu za seminari. Tuweke kabisa miradi ile inayoendana na kukosa miundombinu yetu, pamoja hata na wahudumu wetu pale. Na tuanzie pale kuweka mikakati ili kusudi tunapokutana kama plenary tuweze kabisa tukapata kumeleta na tufanye kazi. Tuanzie pale pale kwa taratibu, lakini tuwashirikishe hawa wafanye. Sisi hatujawa kama Mtume Paulo alifika mahala fulani, alitengeneza hata maturubari ili awafikie ninyi. Lakini leo hivi tena mnatumia na AI katika maendeleo yenu. Mnaita akili bandia, sio?
Yani mmefika mbali na mitandao. Hata sasa hivi wengine hivyo mnabonyeza bonyeza huko, ila msipotoshe, muko huko mnahangaika. Haya myafanye sasa hivi, tutengeneze hawa waseminaristi hawa wapate malezi vizuri, watawa na maisha ya wakfu, nyumba za kitawa tutengeneze vizuri, tuwakabidhi hawa walei, tukabidhiane ili tufanye, badala ya kutungojea sisi tulete. Sisi ni masikini wa kutupwa, msione hivi, ni masikini kweli, lakini ni wale masikini wa kutupwa wanaokaa karibu na kanisa. Tafadhali tusali katika familia zetu, tusali katika jumuiya ndogo ndogo, tusali kwenye vyama vya kitume vya sala, tusali ili Mungu achipushe mito ya upadre na hata atupatie mbinu na ufumbuzi wa changamoto kubwa hii inayotukabili katika jimbo letu la Tunduru Masasi, katika kanisa la Tanzania na kanisa lote la Mungu. Ndugu zangu, tumuombee sasa mwanajubilei wetu na wenzake aendelee kuzaa matunda mema, matunda mazuri, matunda mengi na yenye baraka ya kitume kwa miaka mingine ijayo. Muniombee na mimi pia ili nimalize, ili kusudi ibada iendelee. Tumsifu Yesu Kristo. Mumeanza sasa. Jamani, salini. Hata kikuwasha kigeregere, sali ili kinyamae, halafu baadaye tutaendelea.